timu ya taifa ya Italia imepoteza mchezo chuma 4-1, lakini bado ina nafasi ya kwenda kushiriki kombe la dunia. Vijana hawa akina Haaland wamekuwa moto kweli kweli, Norway wakishinda chuma 4-1, na pengine pressure tu ya game ya kutafuta matokeo zaidi imeweza kuwaponza vijana wa Italia kwa nyumbani waweze kushangazwa. Sasa nitakuelekeza namna playoff ambao inafanya kazi katika bara la Ulaya. Wengi sana hawafahamu, na kwenda kuelekeza it's quite easy kujua kwamba playoff inachezeshwaje. Unisikize tu kwa makini hapa. Ni kwamba bara la Ulaya litapeleka timu 16 kwenye kombe la dunia mwakani, na katika timu 16 basi yale makundi kama unavyojua hapo 12. So timu zile ambazo zimeongoza makundi, timu 12 moja kwa moja zinakuwa zimepata tiketi ya kwenda kushiriki kombe la dunia, lakini timu ambazo zimeweza nafasi ya pili pia zitakuwa 12 zenyewe zitakwenda kucheza playoff, ambapo jumla ya timu ambazo zinacheza playoff ni timu 16. So hizo 4 ambazo zinapatikana, unisikiza kwa makini hapa, ni kwamba tuliona ile UEFA National League, na UEFA National League kuna na ligi A, B, C na D, na kuna na makundi mle. Sasa wale ambao wameongoza makundi kwenye kila ligi pale wanapangwa kwenye ranking kulingana na ligi ambao walikuwepo. So kwa wale ambao walikuwa ligi za juu juu na hawapo kwa katika hizi timu mbili ambazo zimemaliza nafasi mbili za juu kwenye hatua ya makundi ya kushiriki kombe la dunia, basi kama wao wamaliza nafasi ya 3, hata kama ni nafasi ya mwisho, lakini kwenye UEFA National League uliongoza kundi na upo kwenye ile best ranking pale, basi nawe pia unachukuliwa. So vijana wa Sweden watakuwepo kwa sababu waliongoza kundi lao, the same pia kwa vijana wa Wales, bila kusahau vijana wa Northern Ireland pia watakuwepo, hata Romania pia atakuwepo kwa sababu aliongoza kundi lake kwenye UEFA National League. So hawa watakwenda kuungana na hizi timu 12 ambazo zimeweza nafasi ya pili kwenda kucheza playoff, jumla za kwa timu 16. Na hizi timu 16 ambazo namna zinacheza playoff kupata timu 4 ambazo zitaungana zile 12 ambazo ziliongoza makundi yake kufikisha timu 16 katika bara la Ulaya, ni kwamba kutakuwa na path 4 zitatengenezwa, sababu timu 16 maana yake 6 gawanywa kwa 4 ni 4. So maana yake zitatengenezwa path 4, na kila path itahusisha timu 4, na katika hizo timu 4 basi kutakuwa na semi-final na finali. So mtacheza semi-final ni wa 4 1-1, baadaye pia wawili watapita hapo, watacheza finali, na atakayekuwa amebuka kama bingwa kwenye kila path hapa katika hizo path 4, yeye ndo atakuwa amejipatia tiketi ya kwenda kushiriki kombe la dunia mwakani. So watakuwa maliza wa 4 wataungana zile timu 12 zitakuwa timu 16 wataenda kushiriki kombe la dunia mwakani. Lakini kwa bara Afrika nimeshakuelezea kwenye video ambayo nilikuwa naelezea kuhusiana na Kongo kwamba safari yake inaendaje kwenye kutinga kombe la dunia. Kwa hiyo ni kibabe sana kila sports, mimi to the world.